Is it something that una switch on or off, that right now I will start speaking in tongues? Ama, is it something that comes to you as you're praying? Niaje DJ Ruff hapa, Sheng Bible Study in a special episode, and for the first time I have someone with me umse nimemjua for a very long time. He is a pastor. Tuligo through a church program na yeye, after hiyo tumewak pia Ghetto Radio. Yeye ni Sheng pastor. Definitely lazima eventually angekuja kwa Sheng Bible Study, lakini I'll let him introduce himself. Shukran. Naitwa Elijah Mokaya. Niligrow mtaa moja inaitwa Coach. Kama umetoka Coach, big up yourself. Nikaenda chuo hapo Coach, kachuo fulani kanaitwa Ngunyush ama Ngunyumu. After hapo nikaenda Dandora Secondary. God akanisaidia nikaenda Campo Nairobi Uni, nika studies ma vitu za real estate, lakini nikiwa uni nilikuwa nimefeel God amenicall to work yake ya ministries. Siku practice sana real estate, nika join kazi ya God, so mini pasi sai church inaitwa Nairobi Baptist iko hapo Ngong Road. Hapo ndio mimi na serve sai. Other than that niko na wife moja tu peke yake, na watoi wawili. First born wangu wako 15 na second born ni kadogo sai kako mwezi moja na masiku kadhaa, na tuna thank God for grace yake. Wait, kuna kitu umemention yenye hatuwezi pitia tu teketeke tu hivyo. Uko na first born ako 15 years. 15 Buddha. Okay, kukuwa na mtu mwenye ako 15 years old. But one thing I have to say ni the reason why nili make sure lazima ukam Sheng Bible Study, and we are so happy that uli accept invitation yetu. Even back in the day tukipitia word in that small group that we had, ulikuwa msee mwenye hakuna kucompromise. Una get? The question is always word inasemaje? Like msee akitry ku bring up vitu zenye haziko. The question is ni wewe unaona hivyo, ni wewe unafikiria hivyo, ama word inasemaje? So nataka tuende straight. As ume mention, when mse from Coach umeenda shule, saiwe ni pasi Nairobi Baptist. Yeye inakuweka in a very unique position that unaweza bonga Sheng fiti, si ati unatry kuitafuta. Alafu at the same time uko na passion ya word, uko na passion ya kubonga na young people na kuambia the truth. Hii channel tunasema ni the truth, nothing but the truth. That means tukisema kitu tujicontradict kidogo, we always do a video ya kuclarify, ama kama kuna kitu yenye haijakuwa understood vizuri, we talk about it a bit more. Leo we are talking about something that is very controversial, na ni kitu yenye many people don't understand. Kuna wase wenye Christians na non-Christians alike hawaelewi exactly how to deal with this. Umeshaona title ya video, of course tunaongea about speaking in tongues. And the reason why hii ni such a delicate matter ni speaking in tongues unabonga story ya the Holy Spirit. Na story ya the Holy Spirit, Christian or not, wase kwa tu like acha tu nisibonge about that. But then again in church tunacheki so many people speaking in tongues openly, like pasi anaweza anza tu kupray aanze kuspeak in tongues, na mse mwenye hajawahi speak in tongues haelewi. So generally to show about history ya speaking in tongues, ilianza wapi, ina apply aje, all that. I think kitu fiti inaweza kwa kwanza ku define speaking in tongues ni nini. Inaweza kuwa tunaongelelea vitu tofauti, but tongues at least chenye tunaongelelea ni language yenye mse hajawahi learn. Na anakuwa enabled na Holy Spirit kuspeak. So unapata jamaa yeye kitu anajua ni Kikuyu na Kiswahili labda Sheng. Alafu tu siku moja labda kwa prayer ama kutuka hiyo anapata na speak language yenye hajawahi fundishwa na mtu, hajaingia daro ya mtu, lakini anabonga vitu fulani. Na hiyo ni Holy Spirit amempatia hiyo empowerment. So hizo ndio tongues. Na hizo ndo tunaongelelea saa hii. But if tunataka kuangalia Genesis especially ya tongues, Christ akona disciples wake, amewambia sasa duini hivi, mimi nitaishia. Lakini nyi stayini hii place hadi Holy Spirit akam. Akisha come atawapatia power. Na kisha wapatia power, mtakuwa my witnesses, in Jerusalem, Judea, Samaria, to the uttermost parts of the world. Hiyo ni Acts chapter 1 verse 8. Later on ukiproceed na the book of Acts, unaona yenye Holy Spirit manzia na come ukweli. And kuna manifestation tu fulani, kuna moving kama wind ina blow kidogo, kuna tongues of fires ina rest on each person's head. Alafu Bible inasema and they began to speak in tongues.
Na zile tongues walikuwa na speak hapo zilikuwa tongues raia walikuwa wanaelewa. The Jewish people hiyo period walikuwa scattered, walikuwa wase wa diaspora. But because walikuwa wase religious, once in a while walikuwa come Jerusalem, because Jerusalem ndio ilikuwa center of religion. So hii period Holy Spirit descend on disciples, kuna a lot of Jews wako Jerusalem wametoka places kadhaa. Hawa sasa wamevutiwa na shindo, hawa say tunawajua ni wa place fulani. How come wana speak language yetu? Mimi nasikia manzile language ile place nimetoka. So na imagine mzee ametoka Russia, anahasikia, hasa wabonga Kirusi. Huyu ni Ruff, mimi namjua. Ruff kitu anajua kubonga tu ni Sheng. Wanashindwa nini happen? Nini happen hapa? Wengine wakasema sasa ni walevi, wachana nao. Ndio Peter hapo akahubiri akamwambia sisi walevi. Hii ni ile testimony ilikuwa imeongelelewa, ni ile prophecy Joel alikuwa amemake that in the last days I'll pour out my spirit, upon all flesh, your sons and daughters, they will prophesy, your old men will see dreams. Unaget? Alafu akahubiri someone hapo matata manze, wase waliokoka hiyo day, wase kibao sana. So hapo ndo tunaona the first instance especially where tunaona tongues, especially in the New Testament, imekuwa presented hiyo design. Later on ukiread the book of Acts, period mob unaona wase wameokoka wakikuwa filled with the Holy Spirit, Bible inasema and they spoke in tongues. So hapo ndio naweza sema tunaona Genesis ya tongues, alafu sasa tunakam sasa present day yenye sasa tunaona kuna raia kadhaa, kila mtu everywhere ana speak in tongues. But what I mention, the issue about tongues ni kitu saa zingine you divide church sana. Na especially sasa tukibonga kuhusu the church, because what happens is ule mse has speak in tongues. Manzi anaangalia wale watu wanaongea with suspicion. Nyinyi watu hapa. Na una feel ni kama uko less of a Christian. Interact na wase wenye wana feel like ile kanisa siwezi rudi kwa sababu wale wako juu sana kunishinda. But hiyo ni part moja wase. Kuna wengine hawa feel less of a Christian. Kuna wengine wana feel hizo ni upuzi mnadu. Kuna wenye wanadharau hii ni nini sasa? So kuna hiyo side. Then kuna side nyingine wale wase wana speak in tongues. Wengine si kila mtu. Wengine anaangalia mzee, Buddha speak in tongues. Umeokoka kweli wewe? Wewe kuja hapa kwanza nikuombee wewe. Uanze kuspeak. So sometimes unfortunately unapata kuna hiyo divide amongst Christians. Kuna wase wa tongues na wase nyisi wa tongues. In fact tukiwa kampo kuna fellowship fulani, kuna period nilikuwa naambiwa, sikuwa nimeingia, that kuna mission fulani manze qualification ya kuenda, kama utakwenda mission hebu swa hapo kuchapia ndimi hapo kwanza, kama uwezi hatuendi na wewe na sasa hiyo sometimes ndio blanda. So unapata kuna wase wako suspicious, kuna wase wana look down upon wengine, and I don't think, at least ukiangalia scripture, hiyo ndio attitude tunafaa tukue nayo towards tongue. So from the onset tunaweza sema attitude yetu towards tongue inafai kuwe Bible inasema nini? Juu hatuwezi rely on experience yako. I mean, Ruff, whether una speak in tongues or not, manzo ni experience yako. But experience yako imaanishi ni right. But scripture inabongaji kuhusu issue. Na umekuja na Bible, physical Bible. For the first time on Sheng Bible study, tuko na physical Bible, and tukiendelea kubonga about speaking in tongues, umemention that kuna wale wase wanadharau, kuna wale wase wenye hawa speak in tongues, but wana feel maybe less of Christians. Kuna wale wana desire na hawaja get hiyo gift, na kuna wale sasa wana speak in tongues. Pia umemention that ile language, ile tongue yenye on the day of Pentecost wali speak ni language yenye wase walikuwa wanaweza kuunderstand. The other people could tell that usi mtu wa kutoka kwetu na anabonga language ya kwetu. So now my question becomes, is that the only type ama kind of tongue, ama kuna ingine yenye sasa si language ina exist, ama does every tongue yenye Christian ana speak, maybe of course through the Holy Spirit, does it have to be a language that in language ya another place of this world? Actually it's interesting because maheta wa tongues, one of the things wanasemaga ni hiyo, hizi tongues zinaongelelewa siku hizi sio language hata iko mahali popote, na ile tongues tuliona zikispikiwa Acts zilikuwa language, zilikuwa zina exist. But ukiangalia scripture a bit more, for example ukikame into 1 Corinthians, and hii conversation yote ni larger, hatuwezi have in the few minutes we have, but msi akitaka unaweza read through the book of Acts ucheki tu hizo instances. But pia ukisoma 1 Corinthians chapter 12, chapter 13 na chapter 14, ina capture hii story within the larger context of spiritual gifts, because tongues ina fall within that larger context. But ukiread the book of Acts, ina seem to suggest a few things. So for example, Paul in 1 Corinthians 13, hiyo chapter tunajua chapter ya love,
Anasemanga, if I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I'm only a resounding gong, a clanging cymbal. So swali msee anafajiulize hizo tongues of angels ni gani? Tongues of men tunajua, hii ni language, you know, tukitaka hapa tuchape kikisi. Hiyo ni tongues of men. But tongues of angels ni gani? But pia ukikam chapter 14, yes, sasa na speak about tongues na tutabonga zaidi juu hizi story. Anasema verse 2, for anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. So it's possible that msee anaweza speak tongues, language ina exist. Na pia kitu watu wanafaa wajue, hatujui language zote zina exist hii world. So huwezi ambia msee hizo tongues unabonga hiyo ni language gani? Kwa sababu who understand every language. Who understand every language, hiyo ni language ngapi una understand hii world? Kuna cultures mob na tribes mob na wengine wanaongea in cliques. But ukicheki at least me understanding yangu hizi scripture, naona hatuwezi disregard, hatuwezi sema zile tongues zinabongwa na sio specific language humanly speaking, at hizo sio tongues. Sidhani tunaweza sema hivyo with authority, because ina seem kusuggest that kunaweza kuwa na tongues zingine zenye sio necessarily language. And the other thing is, mimi speaking for myself, sijai speak in tongues, sijai fake tongues pia, but sijai speak in tongues zenye na feel nilikuwa na pray then nika speak in tongues. Speaking to someone, juu kuna wase wengi sana wenye wanaweza desire and they haven't spoken in tongues in prayer. Na hii to those of you who speak in tongues, mtatuelewa. It's because we don't know, that's why we are asking. Is it something that una switch on or off, that right now I will start speaking in tongues? Ama is it something that comes to you as you're praying? Because I've seen it happen, like msee anaweza anza tu, maybe it's in a church setting, nasema come on, just begin speaking in tongues. Is it an on and off switch? Ama is it something that comes to you bila we kupanga that nenda ku speak in tongues? Tutarudi back kwa definition. That tongues kwanza ni enabled by the Spirit. So ukiread from 1 Corinthians chapter 12, ana speak about different spiritual gifts. Kuna zenye Holy Spirit anapeana as he wills. So meaning sio wewe una will. Holy Spirit ndiye ana will. At least the initial. Holy Spirit ndiye ana will. Ruff nitampea tongues, umse mwingine nitampea faith, umse nitampea healing. Hiyo ndo context. At least ukiread 1 Corinthians chapter 12. So for example, you know, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. Hiyo ni from verse 7. Verse 4, there are different kinds of gifts but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service but the same Lord. There are different kinds of working but in all of them and in everyone it is the same God at work. So I think ni important at least for us to understand. Na ukiendelea kuread, as Paul ana give just different spiritual gifts. Anamalizia Acha portion, verse 11 anasema, all these are the work of one and the same Spirit, and he distributes to each one just as he determines. Okay? So before hapo ameongelea different types of spiritual gifts. Ameongea to one there is given message of wisdom, another message of knowledge, another faith by the same Spirit, another gifts of healing by the same Spirit, another miraculous powers, another prophecy, another distinguishing between spirits, another speaking different kinds of tongues, still to another the interpretation of tongues. Alafu anasema hizi zote, all these are the work of one and the same Spirit, and he distributes to each one as he determines. So hiyo ni important kwanza. That ni Holy Spirit anapeana. But kuna swali umeuliza, ni switch, ni on off switch. Sitaki kuiangalia hivyo. But how God works in the lives of believers, si ati sasa mimi hata sikukuwa in control, mimi manze siwezi jicontrol, mimi nabonga tu. Because ukiendelea kusoma chapter 14, when natutaongelelea vitu kadhaa in terms of why the purpose of tongues and how they should, you know, be appropriated. Anasema the spirit of a prophet is subject to a prophet. Ni prophet mwenye ako in control. Exactly. Si ati ni vitu zinamhapenia bila yeye. Si ati anapossessiwa. So saa hii siwezi ona tisho all of a sudden tuko hapa Sheng Bible study nianze hapa ushapiga. The spirit of the prophet is subject to the prophet, meaning kuna level of control individual akonayo. Na hiyo ni important. So because hiyo inakuwa accusation sana wase speak in tongues, wao accuse wase speak in tongues. Kwani tongues yao, kwani tu unaamua senyo una speak. Spirit amekuenable
But Holy Spirit awakigi on us ni kama si ni robots ati inua mkono, shukisha. Yeah. God who work within us, within our personality, venye tuko. Hizo vitu zote God who bring together such that wewe uko na a level of control, so to speak. Yeah. Ndio usipeane excuse useme niliblanda, ndio sikuwa na fan speak in tongues pasi akipreach, lakini ni venye sikuwa in control. Buda ulikuwa. Na kuget kwa sababu if basi you're not in control, then uko na right ya kusema pasi alikuwa katikati tu ya kusoma neno pale mbele, mimi nikaanza ku speak in tongues. Na kuna question yenye umeanswer at least in part about whether every Christian if they so desire anaweza speak in tongues. I think umegusia kidogo that kuna all those different gifts na spirit of God, if I'm right, anazipeana as he wills. So what would you tell that Christian mwenye ana desire ku speak in tongues, hajaweza ku speak in tongues, and for that reason anafeel ni kama kuna step spiritually hajateka ama hajafika hapo? Again, maybe part of the same question ni, I hear some people saying that speaking in tongues ndio the evidence of the presence of the Holy Spirit in us. So that is the argument used kusema kama basi wewe how speak in tongues as a Christian, then hauna the pouring of the Holy Spirit kwa life yako. So acha kwanza tuanze na hiyo kwanza. Kama ni believer and uko na desire ya ku speak in tongues, pray. In fact, Paul akispeak kwa hizi chapters, one of the things anasema ni I desire that all of you would speak in tongues. Hiyo ni kitu anadai. I desire that all of you would speak in tongues. And so ni kitu mtu anaweza desire, ni kitu mtu anaweza pray na Holy Spirit anaweza mpatia. You see, ukisoma the Gospels kuna pali Christ alisema, kwani wewe ukiwa Buddha unaweza nyima mtoi wako mkate, akimekisha mkate umpe mawe, akutishe fish umpe nyoka. So lakini kama wewe ni wicked unaweza pea mtoi wako, je, our heavenly Father hata nyima Holy Spirit wala wasome muask na Joel kwa kingoje ile ingine. Kuna account ya gospel nasema hata nyima Holy Spirit wala wasome muask. So God haezi kunyima, Holy Spirit haezi kunyima hii gift ukidesire. And so kama wewe ni believer na una desire genuinely, pray God atakupatia. But lazima ni kucaution kwa sababu history ya tongues inakuwa na controversy mob. Usidoubt, usiingie pale na masuspicion because James na yeye anasemanga ukiomba usidoubt, juu kidoubt usi-expect uta receive anything. Juu ule mse ana doubt ni kama win, yani unakuwa toast tu. Hauta receive anything. So lazima ukam design ume-understand hii story fiti, haukam na hizi vitu zote umesikia watu wakisema. So una kama unasema God, na feel hii ni kitu poa, inaweza nisaidia in my walk as a believer, inaweza nisaidia in my prayer, and so nipatie. Unaacha Holy Spirit wako anisaidie. But the second question, so the first one ni, kama wewe ni believer na una desire, pray. Ni gift fiti na ni one of the gifts God may avail. The same way unafaa upray for the other gifts also. But secondly, hiyo whole idea ya kama you speak in tongues, hauna Holy Spirit, ni tricky. Because what if mse hizo tongues ana speaks your tongues? So tutasema ako na Holy Spirit na labda ana. But wacha hata tusijibu your design. Ukiangalia function ya Holy Spirit in the life of a believer, Bible inatuambiaga Holy Spirit ndio seal, ndio deposit. So swali tunauliza ni, ukisema msea na Holy Spirit, unajua in essence unasemaje? Huo msea hajaokoka. Hawezi kwa hauna Holy Spirit na umeokoka. Haiwezekani. Ukisoma Ephesians, hivyo nasemanga that the Holy Spirit ndio the seal guaranteeing our inheritance. Yeye ndio umepigwa muhuri. Holy Spirit amekupiga muhuri, so huyu ni believer, huyu si believer. Na hiyo ni important for us to realize. Hii story nyingine tunaongeleleaga, na that's why hatuna a lot of time kubonga hii story yote, ni kuangalia the book of Acts for example, so that to speak tongues ina fall wapi, because conversation nyingine inakuwa on baptism of the Holy Spirit. Yani sidhani tuna a lot of time to speak about. Nilikuwa naenda kuingia hapo kidogo that some people say kuna the indwelling of the Holy Spirit and the outpouring. So nasema every Christian akona indwelling. Maybe unaweza guza kidogo. Again, we don't have enough time. To be honest, at least my view of venye nimeona scriptures, I think it's true, because we would be lying kusema the disciples will receive the Holy Spirit at Pentecost. Because ukisoma the book of John, hizo chapters za mwisho, Christ ame-resurrect, amekama, ame-appear to them. Bible nasemaga, and he breathed to them and said, receive the Holy Spirit. Hii ni before Acts. I get. So in a sense walikuwa sha receive. But
what they received in the book of Acts is empowerment for ministry. So a believer, by virtue of your salvation, manze uko na Holy Spirit. Because kama una Holy Spirit haujaokoka. Yeah. But kuna empowerment for ministry. Kuna vitu wezi do bila hiyo divine help. Ni noma. Utahubiriaji kama una help ya Holy Spirit. Utaendaji uwekele mtu mkono apone kama una Holy Spirit. Hizo vitu haziwezekani. But pia ukinotice hiyo kitu iliisha. Seti ni kitu ili happen at Pentecost peke yake. Yeah. Later on they kept praying. Alafu unasikia kwanza kuna place wali pray. Bible inasema ile place walikuwa manze foundations zikashake. Alafu wakapata boldness, wakaendelea kuspeak the word. So ni kitu pia inaendelea. Unaendelea kukua filled over and over. Na hata ni mention kitu interesting hapa. Yenye usemekana. When you talk about kukua filled over and over by the Holy Spirit, si ati sasa ulikuwa na call the Spirit kana tishana hivi. Sasa anaenda akiongezeka. Yeah. Cha inamaanisha ni it is you that is yielding more and more of yourself to the Holy Spirit. So sio Holy Spirit anaongezeka ndani yako. Ni wewe unapunguka. Unakubali kutumika na so more and more. So kuna more evidence of the Spirit than there is more evidence of wrath. So kuna more wisdom ya God than wisdom ya wrath. Kuna more power ya God than power ya wrath. Kuna more nguvu ya God kuliko nguvu ya wrath. So hivyo ndo happen. So nitasema ukiangalia scripture, especially without bias, I think utaona hiyo kitu iko. Kuna the fact that as a believer ukiokoka uko na Holy Spirit, that's a given. But pia tunaona empowerment for service, and which is what I would think at Pentecost happened and subsequent events happened. Okay, then the other thing yenye watu hawa understand at all ni that there are some churches that you can't speak in. No one speaks in tongues in the church. Not to say that hakuna wase wako na hiyo gift, lakini pale kwa church wanafuata what Paul said, that he'd rather useme a few words that msee anaweza elewa, but kuna other churches that they openly and freely speak in tongues. So it's not a question of kama ni a sin or not, because I honestly believe it is not a sin to speak in tongues hata kama ni pale kwa church. But Paul venye alikuwa na washow that he'd rather usibonge in tongues. What's your take on that? Una mention 1 Corinthians 14. Let me mention kwanza kuna churches wana believe hizi stories five exist. Hata si ati wewe enda uspeak in tongues peke yako. So kuna labda kuna wase wana to watch and labda hiyo ndio setting yako, hiyo ndio church umetoka. Mimi naangalia interpretation yangu ya venye naona scripture. So wana believe hizo manifestations za Holy Spirit zilikuwa for a time during period ya apostles na ziliisha. So saa hii tuko na word, but hiyo si view yangu. View yangu ni at least scripture haisemi hivyo na hizi vitu bado zina exist. And so what Paul ana do, na ni important to jibu the reason why are tongues necessary, and spiritual gifts generally. Paul number one anasema ni for the common good, for the edification of the church. So hiyo ni important. So spiritual gifts as the Holy Spirit gives anapeana for the common good, for the edification of the church. Such that Raphael umekam na spiritual gift yako, mimi nimekam na spiritual gift yangu, Morio mwingine amekam na spiritual gift yake, tukipatana tunakuwa edified. Juu labda wewe uko na prophecy, mimi niko na encouragement. Ule boy mwingine ako na kitu kingine. So ukikama nzee unipige prophecy moja noma, inanisaidia. Mimi na wewe Buddha life imekukalia, mimi na kama na kuchapa encouragement nyingine ijuani. So hiyo ni important. So for the common good, but also for the edification of the church. But tongues, remember venye tulisoma, inasema, for anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. But the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. So tongue kwa hizi spiritual gifts inakaa ni one of those specific gifts yenye ina-edify the individual. And that is why churches zingine interpretation yao wataangalia waseme tukimeet as a church, since tongues zako zinaku-edify wewe peke yako, mbona tumemeet? I mean, watu meet for how long on a Sunday? Ni 1.5 hours, 2 hours, 3 hours. Pia nategemea kuna church unaweza chapa 7 hours. But still limited ukicompare the hours you have in a week. So because hiki tu hai-edify the church, mbona sasa ukam uilete hapa? So kuna church interpretation hiyo. Hawajalaumu, hawajakashifu tongues, but wanakuambia hiki ni fiti, but in your private moment wewe itumia. But let me mention something. Umesema wamekam church
wana speak in tongues? Ina depend. Because if ni time ya prayer, mzee anaomba Kikuyu yake pale, mwingine anaomba Kiswahili yake pale, mwingine Sheng yake hapo, mwingine aombe na tongues yake. Yeah. Opinion yangu ni si feel ni mbaya because mzee has speak to the congregation ni moment ya prayer, yeye ako prayer moment yake. Challenge sasa inakuja when inasim ku speak to the larger congregation. Sasa church kila mtu sasa ni kama ni wewe anasikiza, na wewe una speak in tongues. Labda una lead kehoya pale mbele na uko hapo unachapa ndimi. Umechapa ndimi, unafanya sasa ule mtu mwenye ako pale prayer yake iko scramble. Anashindwa hapa kunaendaje. Kama ni moment ya prayer ni slightly different. Issue ni kwa mfano una lead tu prayer, wase wametulia, umeanza tu prayer, opening prayer. Umeanza opening prayer, umechapa tongues. Na hauja interpret. Hizo ndio vitu Paul sasa ana address hapa. Because anasema mimi nikipray in tongues ni vitu unintelligible, ni vitu hazieleweki. So I'd rather nikiwa mbele ya watu nibonge 5 words zenye zinaeleweka kuliko kuongea 1000 words hazieleweki. Na Paul mwenyewe anawaambia mimi si ati nawaambia hizi vitu juu mimi si speaking in tongues. Muchapa kuliko nyinyi wote. And so I think hiyo ni important for us to understand that there is a sense in which Paul akiaddress hii issue, yes alikuwa na address kuwaleta hizi spiritual gifts zinafaa zikuwe for the common good, but pia ana address how they should be used. Na anasema they should be used in 2 ways. Number 1, that is why chapter 13 iko in between chapter 12 na chapter 14 ya 1 Corinthians, in love. Chapter 13 ni part ya continuation ya hiyo story ya spiritual gifts, so lazima tutumie hizi vitu in love. So that is why hakuna place ya look down upon wase wengine. Kama huo msichana struggle aelewi hii kitu, siwezi itumia design inakwaza a brother or a sister. So enough to with order. Na hiyo ndio Paul anaongelea. In fact anamaliza hii chapter 14 akisema hivi, therefore my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. So wasa wana forbid. Wasa wana forbid, mumechapo hapo. Na iko clear. Iko very clear. Do not forbid, but everything should be done in a fitting and orderly way. Lazima kuwe na order. In fact ukiendelea kusoma chapter 14 anasema sasa kama nyinyi wote mna speak in tongues, unbeliever akiingia, sasa mmechizi. Nini hizi mnabonga? But kama ni prophecy, huo mse atakuwa convicted juu since zake zitakuwa laid bare na ataweza kupraise God. Unajua zile questions zenye mimi nilikuwa nazo na zenye wase at least wameshow interest in nimeuliza, but now as we conclude, if there's anything else yenye unaweza taka kutaja about speaking in tongues, maybe something in your heart una feel, maybe unataka kuaddress, unaweza to show about it. I think kitu tu moja juu ya time. Unfortunately, most of us see treat speaking in tongues and spiritual gifts kama marker ya spirituality. So unaona kama msee speak in tongues, msee si mature spiritually. One of the things tunafaa to realize, by the time Paul anaandikia the Corinthians hasa walikuwa wanachapa ndimi mbaya. Hawase like gifts za Holy Spirit walikuwa nazo, za prophecy, healing. Hizi ni vitu zilikuwa zina exist kwa hii church mbaya sana. But hii church, Paul mwenyewe ukisoma chapter 3 awa consider ati ni wase mature. Anawaambia hivi, verse 1 chapter 3, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Kwa nini? Awasema dhambi zilikuwa zimewakumba kibao, madivision. Kidogo msee amechukua wife ya budake. Sijui anapeleka na koti. Kulikuwa na ngori kuruka kwa hii church. So the fact that walikuwa na a lot of spiritual gifts present amongst them didn't mean that necessarily they were spiritually mature. And I think hiyo ni fallacy. Hiyo ni uongo. As a church, lazima pia to come to address. The marker of spiritual maturity is the fruit of the Spirit, Galatians 5:22. Hiyo ndio the marker of spiritual maturity. Wewe na Christ mnafanana design gani? Una conform more and more to Christ venye amekuwa revealed in the scripture. Hiyo ndo ina show kama wewe ni spiritually mature or not. Because unaweza kuwa na hizi gifts zote, lakini manze kama hauna fruit of the Holy Spirit, bado hujafika. Na I think even as we desire the spiritual gifts na Bible inatucall to desire, to pray, God atatupatia. But even more, we must work out our salvation with fear and trembling so that the fruit of the Holy Spirit is produced in us. Tusikue wala wase, mchana manze zile vitu tunadu ni powerful. Na God atekigi away because the gifts of God are without repentance. Lakini usiku, mablanda tunadu, devo anafurahia mahali yako. So I pray that at least hii conversation itatusaidia.
But over and above that, encouragement yangu ni go back to the scriptures. Soma the book of Acts. Angalia instances tongues zimementioniwa. Jiulize God anasema nini. Soma 1 Corinthians chapter 12, chapter 13, chapter 14. God anasema nini. Arrive at conclusion based on chenye word inasema. Sio experience yako, sio pasia na kushoaji, but venye una feel God anasema kwa hadi yake. Asante sana. Shukran. Na tuta have more conversations. So I say look out for more conversations. Kama uko na anything to say, comment, ingia hapo kwa comment. You have a question, you have a suggestion. Kuna kitu una feel maybe haujaelewa. Let us know. Alafu tuta find a way of getting back to you. God bless you. This is Sheng Bible Study.